wako. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Pretty Janet. Familia moja kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado, inaitaka serikali kutoa habari rasmi kuhusu hatma ya mpendwa wao anayedaiwa kuwa miongoni mwa Wakenya watatu waliofariki katika mkasa wa moto kwenye jumba moja la ghorofa nchini Dubai. Inaaminika Benjamin Kioko alikuwa kwenye jumba hilo wakati wa mkasa, ambapo zaidi ya watu 16 waliangamia na 9 kujeruhiwa. Mwanahabari wetu Noel Nabiswa na kina cha taarifa hii ya kuhuzunisha. Video ambayo imekuwa ikisambaa mtandaoni inaonyesha bayana mkasa wa moto ulivyozuka kwenye jumba hilo la ghorofa 52 Dubai. Waliokuwa ndani ya jumba hilo waking'ang'ana kuokoa maisha yao. Wakenya watatu wanaripotiwa kuwa miongoni mwa watu 16 ambao maisha yao yalikatizwa ghafla na mkasa huo, vifo vyao vikithibitishwa na mamlaka ya Kenya na ya UAE. Familia ya Benjamin Kioko mwenye umri wa miaka 23 inayoishi Kitengela, kaunti ya Kajiado, inaishi kwa wasiwasi mkubwa. Kioko ni mmoja wa wale wanaoaminika kupoteza maisha yao kwenye mkasa huo, na sasa familia yake inataka taarifa rasmi kutoka kwa serikali kuhusu hatma ya mpendwa wao. Baada ya kupata hiyo habari, imeweza kutushtua sana. Tumeweza kuwa na shida kubwa tukitafuta jinsi ya kupata ule ukweli, na tumetumia uwezo wetu kama familia tu kuweza kupata ujumbe kutoka pande ile ya UAE. Mpaka wa leo serikali haijaweza kutufikisha, tuweza kupata ujumbe kamili kutoka kwa serikali ya Kenya. Mamake Kioko alimtaja kifungua mimba wake kama mcha Mungu na ambaye ndoto yake ilikatizwa kighafla, ili hali alikuwa tegemeo kwa jamii. Benjamin was my prayer partner. Alikuwa tunaomba pamoja na yeye. Alikuwa kijana mwenye bidii. Katika hii jamii yetu na jamii yote kwa jumla, tumempoteza mtoto. Tulikuwa na matumaini makubwa naye. Alikuwa ananiambia, "Mom, nikifanikiwa vizuri tutafanya mambo makubwa." Familia hii imelaumu serikali ya UAE kwa utepetevu ambao inadai ulichangia maafa yao ambayo yangezuiliwa wakati wa mkasa huo. We really feel that the ops have been shattered by probably negligence from the UAE government for not according the requisite help in time. So we feel that after all is said and done, after doing all, as a family to take your kid to school and everything, giving him opportunities, then trying to send him to a country abroad, only to come back to us as a cargo. Kwa sasa, familia ya Kioko inasalia na tumaini kuwa huenda yuko salama na atarejea nyumbani akiwa mzima. Noel Nabiswa, KTN, Nairobi. Na bila shaka tunatumai kwamba atapatikana akiwa salama.